Mheshimiwa, tunaendelea. Swali linalofuata nimwite Mheshimiwa Benaya Kapinga, mbunge wa Mbinga Vijijini, aulize swali lake. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkataba wa kimataifa wa kuzuia vitendo vya kigaidi kwa kutumia nyuklia ni wa mwaka 2005. Aidha, serikali bado inaendelea na taratibu za ndani za kisheria za kuridhia mkataba huo. Nakushukuru sana mwenyekiti. Mheshimiwa Benaya Kapinga, swali la nyongeza. Asante mwenyekiti, nishukuru serikali kwa majibu, lakini kama ilivyosema mkataba huu ni wa mwaka 2005. Hadi sasa ni miaka zaidi ya 20 bado hatujaridhia. Je, ni hasara kiasi gani serikali inapata kwa kutoridhia mkataba huu? Na je, kutokana na umuhimu wake, serikali iko tayari kuharakisha mchakato wa kuridhia? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Kapinga, mbunge wa Ludewa mbunge wa Mbinga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli anayozungumza Mheshimiwa mbunge kwamba kwanza mkataba umechukua muda mrefu, lakini ni hasara kiasi gani zinazopatikana. Ni kweli zipo faida nyingi za kuridhia mikataba hii kwa nchi, ikiwemo sana kwenye masuala ya ulinzi katika maeneo yafuatayo. Kwanza, ushirikiano katika kukabiliana na vitendo vile vya kigaidi na mambo mengine. Lakini tunafahamu mikataba hii kabla ya nchi kuridhia ni lazima nchi yenyewe kwanza ijiridhishe na masharti mbalimbali yaliyomo kwenye mikataba ile kabla ya kuridhia. Kwa hiyo tulikuwa kwenye mchakato huo wa kuhakikisha kwamba masharti yale yote hayendi kuibana nchi yetu kwenye hasara yote itakayojitokeza baadaye kabla ya kuridhia mkataba huo. Kwa hiyo ndicho kinachoendelea, na ushauri uliotoa Mheshimiwa mbunge kwamba tuharakishe, tumeshakamilisha process zote au michakato yote ishakamilika. Mkataba huu umeshaingia mpaka bungeni, bunge limesharidhia. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye kanuni tu zile za ndani za serikali kuhakikisha kwamba mkataba huu unaridhiwa haraka iwezekanavyo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.